Usajili vipi kampuni na mchakato unachukua muda gani? Usajili wa kampuni is simple. Ni vitu vichache tu unavyohitaji kuwa navyo ili usajili kampuni. Kusajili kampuni sio kwamba ni procedure ngumu wala changamoto. Jambo la kwanza inabidi uwe na jina ambalo unataka kuingiza sokoni. Jambo la pili lazima muwe kwanza watu wawili na kuendelea. Hapa kuna namna mbili. Unaweza kuwa na investor ambaye mnakubaliana wewe na rafiki yako au na nani, mnakuwa investors mnakutana katikati mnasajili kampuni. Ama unaweza kaa uko peke yako na unataka kusajili kampuni. Na sheria ya kampuni lazima muwe kwanza watu wawili na kuendelea. Unatafuta mtu wako wa karibu unayemwamini. Kwa mfano mzazi wako, mke, mtoto, kikubwa awe na miaka kuanzia 21 na kuendelea. Na kama mtu wako wa pili mkasajili kampuni. Then ukishawaleta hao watu kwenye kampuni yako, it means watakuwa ni wamiliki wa kampuni yako. Kama ni mmiliki wa kampuni yako, then kitu kinachofanyika ni kwamba watahitaji kuwa na umiliki. Sasa kwenye umiliki, kwa mtu ambaye amekuja kama partner, anaweka kitu au anaweka investment na anakutana naye katikati mnafanya biashara, huyu unaweza kumpa 40%, ukabaki na 60% kama kiongozi wa kampuni. Hii ni kwa ajili ya kukupa nafasi ya wewe kuweza kurani biashara yako kama kiongozi na kufanya maamuzi na kufikia mwafaka vizuri. Usiweke 50-50. Kwa 50-50 ni ngumu kurani kampuni na mtu ambaye ameweka 50-50. Mtafanyaje maamuzi? Huwezi kufanya maamuzi na mtu ambaye ameweka 50-50. Ni ngumu. Kwa sababu kila mtu atajiona yuko ni boss pale. Mimi namiliki 50 na 50. Kwa hiyo ni bora uweke mpe 40 au baki na 60 kwa ajili ya kuwa na kiongozi na mtu ambaye atakuwa final decision. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kama atakuja kama mtu wako karibu ambaye anakuja kucover nafasi ya mtu wa pili, unaweza kumpa 1%, 3, 5 au 10. Wakabaki na 90 zote za miliki wa kampuni yako. Jambo la tatu, inabidi kuwa na objective. Ili kuweza kuandika vizuri objective, unaangalia objectives za muda mfupi na objectives za muda mrefu. Objectives za muda mfupi ni objectives zote ambazo umekuwa ukizifanya nyuma, then unaziingiza kwenye kampuni yako. Hiyo ni malengo ya muda mfupi. Lakini pia unaangalia vitu ambavyo immediately baada ya usajili wa kampuni unataka kuvianza kuvifanya kwenye kampuni yako, uvisajili. Hiyo ni malengo ya muda mfupi. Malengo ya muda mrefu unaangalia baada ya miaka 10 ni kitu gani ambacho ningeweza kukifanya. Ili kuweza kukusaidia kufanya hivyo, unaangalia vitu viwili. Cha kwanza unaangalia zile personal desire ulizonazo. Kwa maana nataka kusajili kampuni, personal desire yangu ambayo ni nje kabisa ya career au ni nje ya biashara ambayo unaifanya sasa hivi, ni kitu gani ambacho ningependa kufanya. Hiyo ni malengo ya muda mrefu. So kama uko tayari kusajili sasa hivi kampuni, comment neno usajili hapo chini, tutakufikia na kusajili wa kampuni yako.